Na tusalie katika taarifa kuhusiana na siasa. Viongozi wa upinzani na wameendeleza mashambulizi ya kisiasa dhidi ya serikali ya Rais William Ruto, akidai kwamba baadhi ya miradi na programu zinazoendelezwa na serikali ya Jubilee ni za kujinufaisha wenyewe. Kwenye ziara yao katika maeneo ya Ukambani na Pwani, aliyekuwa naibu wa Rais Rigathi Gachagua na kiongozi wa chama cha Wiper Kalonzo Musyoka wamesisitiza kwamba watahakikisha kuwa katika uchaguzi ujao mwaka 2027 Rais Ruto ameondolewa mamlakani, kwa kikashifu wandani wake wanaodai wanatumia mamlaka visivyo. Mwanahabari wetu wa masuala ya kisiasa Daniel Kariuki ana taarifa zaidi. Kwenye msafara wa upinzani, viongozi wameendeleza cheche za kisiasa kwa Rais William Ruto na serikali ya Kenya Kwanza. Kiongozi na kinara wa chama cha DCP, aliyekuwa naibu Rais Rigathi Gachagua, viongozi hao wamesisitiza kuwa wataendelea kuisukuma serikali na kwenye uchaguzi wa mwaka 2027 wataipeleka nyumbani serikali ya Kenya Kwanza. Na mimi nataka kuambia hii watu ya Kasongo, niliona mkipiga kelele ati mimi nashikana na Kalonzo. Hata mambo ya familia mnataka kuingilia. Mtu akiongea na kazi yake iko makosa. Wewe William Ruto, keep off family matters. Wacha wewe usiingilie familia. Vile wamepinga programu ya kuwawezesha Wakenya ambayo imekuwa ikiendelezwa na naibu Rais Kithure Kindiki na wandani wa Rais William Ruto. Gachagua na kikosi chake wadai ni njama ya kupora mali ya umma. Na kama tumefanya kazi na yeye, na sisi tunawaambia sababu tunamjua, na ndio tumekosana hata saindi, sababu ya uongo, sababu ya usaliti, na sababu ya kutokuwa na maslahi ya watu wa Kenya. Kulingana nao, wana uwezo kumuondoa Rais William Ruto na kusisitiza wataondoa baadhi ya masuala yanayopendekezwa na serikali kwa sasa. Huyu William Ruto ndio mkabila mkubwa katika Jamhuri ya Kenya tangu wakati tulipigania uhuru. Mkabila asishindwe. Aende nyumbani asiende. Sisi tunajua yeye ndani na nje. Tunajua kona zote. Na mnasikia ati anajaribu kuatisha ati yeye ataiba kura. Tungependa kumwambia wale watu walikuwa wanamsaidia kuiba hiyo kura, sasa wako hapa, hakuna kura ataiba hata moja. Watu wa Pwani, msipoungana na Wakenya wengine, tutoe Kasongo, there will be no country left. Daniel Kariuki, KTN. Na tuachane na masuala ya siasa sasa. Kwa mara ya kwanza tangu kupatikana kwake na kupelekwa hospitalini, mbunge wa Juja kwenye kaunti ya Kiambu George Koimburi amepasua mbarika. Akizungumza